Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Sauti ya Kristo nyumbani mwako, mimi naitwa Monsignor Paulo Uria, nafanya kazi katika ofisi kuu ya Jimbo Katoliki Moshi kama katibu mkuu wa jimbo, na pia ni mlezi wa Radio Maria hapa Jimbo Katoliki Moshi, na vile nafanya utume wa kuhudumia kigango kinachoitwa kigango cha Mama Maria, mama wa Mungu, ambacho kiko katika kule uwanja wa ndege KIA. Mpendwa msikilizaji, Radio Maria ni chombo cha mawasiliano cha Kanisa Katoliki cha uinjilishaji, na kwa maongozi ya Mwenyezi Mungu, chombo hiki cha mawasiliano ambacho kilianzishwa na waamini walei huko Italia miaka ya nyuma, kilikuwa kinalenga kuwafikishia habari njema hasa wale ambao hawana uwezo wa kulipia matangazo yanayotoka kwenye televisheni, kwenye radio na vitu vingine, na pia wakigundua kwamba wakati huo wengi walikuwa na hitaji kusikia habari za Injili, kusikia habari za kanisa, na pia wakati huo ukomunisti ulikuwa umepamba moto. Basi watu wenye mapenzi mema na ambao ni waaminifu waliamua na wakaanzisha chombo hiki, ili chombo hiki kiweze kuwafikishia hasa wale ambao walikuwa kwenye kugandamizwa kwenye ukomunisti na wasiojua vizuri mafundisho na walikuwa wanashindwa kwenda kanisani kutokana na sababu mbalimbali. Chombo hiki ili kiweze kuwafikishia habari njema na kiweze kuwaletea matumaini, kiweze vile vile kulisikiliza neno la Mungu. Na chombo hiki kilianzia huko nchi ya Italia, na kadri siku zilivyopita, chombo hiki ambacho kwa kweli kinategemezwa na watu wa mapenzi mema, watu wa majitoleo, kwa kuchangia kulipa chochote kile, hata kidogo kabisa, na wale waanzilishi walikuwa wanatumia hicho wanachokipata kununua vifaa, vyombo vya utangazaji. Na kadiri siku zilivyokwenda na watu wakasikia juu ya habari hizo, chombo hiki vile vile kilianza kuingia katika nchi nyingine za huko Ulaya, baadaye huko Amerika ya Kusini, baadaye sehemu za Amerika, na baada ya kuendelea hivyo, Afrika nayo vile vile ikapata bahati ya kupata chombo hiki cha Radio Maria, ikitokana na wale wa misionari walikuwa wanafanya utume huko Afrika, na hasa sehemu za nchi ya Afrika Magharibi, na taratibu kikaingia mpaka Afrika ya Kusini, na kikaja sasa kikaingia Tanzania na nchi za Afrika Mashariki. Chombo hiki siku zote kinalenga kuwafikishia watu habari njema ya Injili, kuwafikishia watu habari za mafundisho muhimu ya kanisa, kuwafikishia watu maazimisho mbalimbali yanayofanyika katika kanisa, kusali rozari na ambayo ni sala kuu ya Mama Maria, ili kuwakumbusha watu ni kwa maombezi ya Mama Maria, mama wa matumaini, redio hii ilipoanza huko Italia imepata kuanza kuendelea. Na pia kwa kusali rozari, jua kwamba kwa njia ya rozari ina nguvu, inafanya miujiza, na kwa njia hiyo wakaanza kupata watu wenye mapenzi mema na walio tayari kuchangia chochote kwa ajili ya kufanya hii redio endelee. Na kadiri walivyopata watu wengi, walipowasikiliza, walifundishwa neno la Mungu wakiwa nyumbani, wengine wagonjwa, wengine wazee, hawezi kwenda kanisani, baada ya kuona kwamba hii redio inaletea tafakari nzuri, ibada za misa, wale hata pamoja na uzee na ugonjwa wakawa wafanye majitoleo ya kuichangia, hasa walipojua kwamba hiki si chombo cha serikali, ni chombo cha waumini wa Kristo wema waliokianzisha, na kanisa likakipitisha, likakithibitisha kwamba ni chombo halali na chenye kuhimiza na kuimarisha imani ya Kikristo. Na chombo hiki popote kilipo, mpendwa msikilizaji, kinalenga kuwafikishia watu habari njema, wawe wa Kristo, wasi wa Kristo, na mafundisho hayo yanatokana na Biblia, yanatokana vile vile na tafakari kwenye barua ya mapapa. Wakati mwingine kuna kujibu maswali muhimu yanayoulizwa
na wa Katoliki ama wasio Katoliki, wa Kristo madhehebu mbalimbali na hata watu wasioamini. Na katika kufanya hivyo kinawasaidia wengi kujua imani ya Kanisa Katoliki ambayo ndio imani ya Yesu Kristo ni inafundisha nini, inasema nini. Na mahali pote ambapo Radio Maria ipo inafanya matangazo yake, watu wanapenda kusikiliza, hasa inapofika wakati wa ibada mbalimbali, wakati wa majadiliano, wakati wa kujibu maswali na pia taarifa ya habari, kwa sababu chombo hiki kinawafikishia watu kujua kwamba wengi wasikilizaji wake wako kitandani ama kwa hospitalini. Pia inakuwa ni vizuri kuwapelekea habari zinazoendelea za nchini. Na chombo hiki kwa kweli Bikira Maria mama wa matumaini anakiwezesha sana. Na chombo hiki basi bahati nzuri kikiwa kinafanya matangazo, kina kituo hapa Jimbo Katoliki Moshi. Chombo hiki vile vile hapa Jimbo Katoliki Moshi kinaendeshwa na majitoleo ya waamini, majitoleo ya wale ambao ni wapenzi wa Radio Maria, na majitoleo hayo kile kidogo wanachotoa, wanachochangia kidogo kidogo hujaza kibaba, kinawezesha basi kuweza kugharamia mambo kadhaa, kuweza kugharamia pengine posho kwa wale wahudumu wa Radio Maria, sio tu hapa Jimbo Katoliki Moshi bali majimbo yote hapa Tanzania. Katika majimbo wanapofanya mchango kwa ajili ya kuisaidia Radio Maria, hasa wadau wake, hiyo ndio inaweza kuwasaidia kuweza kutoa utume. Na kwa kawaida hawalipi mishahara, bali wanachopata ni posho ya kuwawezesha waweze kujikimu kimaisha. Na huo ni utume kwa kweli, naweza kusema ni umisionari. Na ni umisionari katika kuwaelimisha watu umuhimu na maana ya kuwa Mkristo. Maana kuwa Mkristo ni kuwa mfuasi wa Yesu, mfuasi wa Yesu ambaye ana majitoleo, ana mapendo na yuko tayari kuwa mpeleka habari njema kwa wengine. Ni pia kinalenga kuwaelimisha zaidi watu waweze kutambua nafasi ya Mama Maria katika kanisa, katika maisha yao na katika imani. Na katika kuelimisha huko kinalenga vile vile kuwaelimisha watu kufahamu umuhimu wa rozari takatifu na sala nyingine katika kanisa. Ndio maana Radio Maria, ili kuweza kuwaelimisha watu, tunaona mara kwa mara wanakwenda, wanarekodi na wanatangaza masifu pengine ya asubuhi, masifu ya jioni, tena katika maeneo mbalimbali. Na kwa namna hiyo wanawafundisha watu umuhimu wa hii sala ya masifu, yawe ya asubuhi, yawe ya mchana ama ya jioni ama ya usiku. Na kwa kawaida wanayapenda sana. Na jambo ambalo nalofahamika mahali pengi nyumbani huko, wale ambao ni wazee hawezi kwenda kanisani, wale ambao pengine ni wagonjwa, wanafurahia sana, wanapata muda wa kusali na kufuata yale yanayofanyika, yanayotangazwa na Radio Maria. Ni baraka yake Mwenyezi Mungu kwamba chombo hiki kimekuwa kikikua na kuenea hatua kwa hatua. Na ikumbukwe kinapokuwa hatua kwa hatua, chombo hiki sio chombo cha biashara wala chombo cha serikali. Kinategemezwa na mapendo na ule utoaji unaofanywa na wale wasikilizaji na hata watu wengine wasio wasikilizaji, watu wa mapenzi mema. Ndio maana katika hapa Jimbo Katoliki Moshi, Jumapili tarehe ya 27 kutakuweko na misa ambayo itaanza saa 4 kwa ajili ya kuwakumbusha tena watu kuchangia Radio Maria ili iweze kufanya utume wake. Na kauli mbiu ya siku hiyo ni Mama wa Matumaini, Bikira Maria Mama wa Matumaini, tukiwa na maana kwamba matumaini ya kwamba Radio Maria inawezeshwa kwa maombezi ya Mama Maria, basi na hawa washiriki katika tukio hilo ambalo ni Mariathon, wakiwa na matumaini kwamba kwa kile chochote watakachokitoa kitawezesha Radio Maria kuendelea kukua, kuendelea kupeleka utume wake kwa watu wote wa ngazi mbalimbali na wa hali mbalimbali, basi
kuombwa kwamba kwa namna yoyote ile, wewe ambaye upo utasikiliza Radio Maria siku hiyo, wewe ambaye utakuwa kanisani siku hiyo katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Moshi mjini, utaguswa, utaweza kuwafikishia wengine habari juu ya utendaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Kwa kweli Radio Maria imewasaidia wengi sana, imewasaidia ambao walikuwa wamekengeuka, wanakwenda kwenye madhehebu hapa na pale, wamepata maelezo na majibu sahihi ya maswali waliokuwa nayo kutokana kwa wataalam, wanateolojia, mapadre, hata watawa, na katika maelezo hayo wamebadilika. Wale ambao pengine hawakuwa Kristo na hawakuwa naelewa Ukristo ni nini, kutokana na mafundisho ya Radio Maria wameweza kujikuta kwamba wanatafuta wafanye nini ili waweze kupokelewa katika kanisa na wabatizwe. Wakati huo tunakuta kwamba vijana, baadhi ya vijana ambao wanasikiliza Radio Maria imewasaidia sana, na kama alikuwa anaanza kukengeuka, yale yanayotolewa huko, mafundisho mbalimbali, yale mazungumzo mbalimbali, maswali yanayojibiwa na wataalam, maswali yanayojibiwa na wana saikolojia, yamewasaidia, na kwa namna hiyo wanajikuta wanajirudi, na tunaamini kwamba kwa namna hiyo vijana kama hao unakuta wanawasaidia wengine, wanawarudisha katika kundi. Chombo hiki cha Radio Maria ambacho siku ya Jumapili tunaanza huu mchango kwa ajili ya kukiwezesha katika kwa mwaka mzima, kinatumia pesa nyingi. Pesa hizo si kwa ajili ya kulipa mishahara, ni ajili ya kuboresha vyombo vya matangazo, ni kwa ajili vile vile ya kuwawezesha wale ambao ni wahudumu wa Radio Maria, kama ni kulipa nauli ya kwenda mahali fulani, kwenda kurekodi kipindi, ama kwenda kuwasikiliza watu, na hivi kiweze kurushwa. Gharama za hizo zote zinatokana na huu mchango wa ukarimu ambao unakusanywa wakati wa kipindi cha Mariathon. Na katika mwaka huu wa 2025 kama nilivyosema, Jumapili ndio hapa Jimbo Katoliki Moshi tutazindua rasmi huu mchango wa Mariathon kwa mwaka 2025. Na lengo la mchango huo ni kuimarisha utume wa Radio Maria, kuwezesha Radio Maria iweze kusikika katika sehemu zote za Jimbo Katoliki Moshi na pia nje ya jimbo, na sio tu hapa Moshi, bali kwa sababu Radio Maria ipo katika karibu majimbo yote, pia ikisikika jimbo la Moshi vizuri, itasikika vile vile majimbo ya jirani, na majimbo ya jirani vivyo hivyo yale ambako Radio Maria ipo, na ya majimbo hayo yako zaidi ya 20 sasa. Pia katika majimbo hayo siku hiyo ya Jumapili kutakuwa na mchango huo, kwa sababu Radio Maria siku zote katika utume wake inahitaji itegemezwe, inahitaji wale wahudumu waweze kufikisha ujumbe wa Mungu, habari njema kwa watu wote, hasa wale walio nyumbani na wasiojiweza. Na pia mchango huo wa Mariathon ambao utafanyika Jumapili utakuwa pia ni kulipia gharama za uendeshaji, vifaa vya kisasa kwa ajili ya redio hiyo ili iweze kusikika, na pia kutakuwa unahitajika kwa ajili ya mchango huo kusaidia basi hawa wanaofanya utume huo ambao kwa kweli ni wa misionari, kama vile wale waanzilishaji nia yao walitoa kile walichokuwa nacho kwa ajili ya umisionari, na sio kumbuka kwamba wala si kanisa, ni wa Katoliki wema ndio walianzisha, na kuanzia kama nilivyosema mwanzoni, jambo hili ama redio hii ikaanza kuenea. Kumbe katika jimbo letu Katoliki Moshi tulikuwa tunaomba katika siku hiyo na katika kipindi kitakachoendelea, angalau kwa ajili ya kuiwezesha hiki chombo cha uinjilishaji ambacho kinahitaji kutegemezwa na sisi ambao tunaokisikia, sisi ambao tuko katika jimbo la Katoliki Moshi, tunahitaji kwamba kwa kweli zaidi ya milioni 700
Labda mtu atafikiri kwamba je, hii itawezekana kupata milioni 700? Kwa mapendo inawezekana, kwa sababu si wakati moja. Daima mchango huu wa Mama Maria, mama wa matumaini, utaendelea kuanzia hiyo Jumapili mpaka karibu mwaka mzima, mpaka kwenye mwezi Disemba. Kumbe kile ambacho hata yule ambaye yuko nyumbani akitoa shilingi 1,000 katika kila mwezi, na wasikilizaji wote, kiasi hicho kitafikiwa. Na kuna namna mbalimbali ambazo watu wanaweza kuchangia. Kwanza kabisa, hiyo siku ya Jumapili, wale watakaoshiriki misa ya uzinduzi na watakaotoka parokia mbalimbali, kile ambacho nitakuwa nacho na kichangia, na uwe na uhakika kwamba kiko salama. Na hata watakaokuwa na hudhuria misa siku hiyo, ambao ni marafiki wa Radio Maria, nao pia chochote kile ambacho kitakachotolewa kitachukuliwa, kitajumuishwa na kitatangazwa rasmi kwenye misa hiyo. Lakini huo ni mwanzo tu, ni kusia mbegu ya kuchangia Radio Maria. Ikishasiwa, tunaendelea tukiwa na matumaini kwamba hizo pesa zinazohitajika zitapatikana. Na kwa taarifa ni kwamba tujue kwamba wale wanaotoa huduma katika Radio Maria wanafanya majitoleo ya kipekee, kwa sababu pengine wanaamka kuanzia hata saa 11 ili kwenda kurekodi masifu ya asubuhi, na hata unakuzunguka, na wakati mwingine wanatembea kwa miguu, na wanachukua vyombo, na hivyo vyombo ambavyo wanavyochukua, kamera na vingine, vyote vinahitaji fedha. Ndio maana kwa kweli Bikira Maria, mama wa matumaini, sisi wasikilizaji wa Radio Maria, wale walioko nyumbani na wengine wote, tujue kwamba tunao huo wajibu wa kufanya majitoleo kwa ajili ya kukiimarisha na kukijenga chombo hiki, ili kiweze kuwafikia wengi inavyowezekana. Chombo hiki kiweze kufanya uinjilishaji wa kina, maana ni kwa mpango wa Mungu na maongozi yake. Ndio maana chombo hiki kilianzishwa na watu kawaida, na sasa kinatudai sisi ambao tuko washiriki katika dunia nzima katika Radio Maria, nasi tuweze kuona majitoleo ya wale waasisi na watu ambao wanakazana kusudi nasi tuweze vile vile kuifanya Radio Maria iwe kweli ni sauti ya Kikristo nyumbani. Tukimwomba basi Mama Maria, mama wa matumaini, atuombee ili tukiwa na matumaini tuweze kufanikiwa kabisa katika huu mpango wa Mariathon mwaka huu wa 2025. Mpendwa msikilizaji, mimi nipende kuwatakia kwamba Mwenyezi Mungu atujalie roho ya ukarimu, kusudi kuanzia Dominika Mariathon inapozinduliwa tuwe na ule ukarimu wa kuweza kufanya kile ambacho tunaombwa, kuweza kuchangia hii Radio Maria kutoka katika jimbo letu la Moshi, tuweze kuchangia angalau sio chini ya milioni 500. Asante sana msikilizaji kwa kunisikiliza.